Watu 12 wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha madogo baada ya kuondolewa kwa dharura kwenye ndege ya shirika la ndege la American Airlines iliyoungua katika uwanja wa ndege wa Denver. Ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ilikuwa langoni wakati moshi ulipoanza kufuka kutoka kwenye injini na kuwalazimu abiria na wafanyakazi kuondoka kwa kutumia slide za ndege hiyo. Kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver ulisema katika chapisho lake kuwa watu 12 walisafirishwa hadi hospitalini wakiwa na majeraha madogo baada ya injini ya ndege hiyo kushika moto muda mchache tu baada ya kutua katika uwanja wa Denver nchini Marekani siku ya Alhamisi. Ndege hiyo iliyokuwa na abiria 172 na wafanyakazi 6 awali ilitakiwa kutua Dallas, lakini iligeuzwa kutoka mahali ilipopangwa kutua baada ya wafanyakazi kuripoti mitetemo ya injini. Aidha, shirika la ndege la American Airlines lilisema kuwa ndege hiyo ilitua salama na ikaingia langoni na kukumbana na tatizo hilo la kuwaka moto, na hakukuwa na ufafanuzi wa haraka kuhusu ni lini ndege hiyo ilishika moto. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema moto huo ulikuwa mdogo sana na ulionekana kuzimwa haraka sana na wafanyakazi waliokuwa katika uwanja huo wa ndege. Ndege hiyo ina umri wa miaka 13 kulingana na tovuti ya ufuatiliaji wa safari za ndege ijulikanayo kama Flight Radar 2024. Ilikuwa na injini 2 za CFM56 zilizotengenezwa na CFM International, ubia kati ya GE na Safran, lakini Boeing na GE walikataa kutoa maoni. Moto wa injini ni wa hivi punde zaidi katika mfululizo wa matukio ya hali ya juu ya anga ambayo yamezua maswali kuhusu usalama wa anga la Marekani. Ikumbukwe mnamo Januari, mgongano wa anga wa ndege ya shirika la ndege la Amerika na helikopta ya jeshi iliua watu 67.